Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari ya masomo Dominika ya 4 ya kipindi cha Pasaka, ambayo pia inajulikana kama Dominika ya mchungaji mwema. Na katika Dominika hii tunaombea miito mitakatifu: wito mtakatifu wa upadre, wito mtakatifu wa maisha ya kitawa na wito mtakatifu wa ndoa. Ndugu zangu, katika miito hiyo tunakumbushwa kwamba tuweze kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema. Nijiulize maswali haya: je, mimi ninamfuata Bwana wetu Yesu Kristo, ama nakubali kuongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema katika maisha yangu? Na je, ninamfahamu kwamba Kristo ndiye mchungaji mwema katika maisha yangu, na ya kwamba nuru ya ukweli wake inaangaza kwenye akili yangu? Ndugu zangu, nikiyaweka hayo katika akili yangu na katika moyo wangu, nitakubali kuongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema katika maisha yangu. Somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 aya ya 14a na aya ya 36 hadi ya 41. Tunaona Mtume Petro katika hotuba yake akiwahusia Wayahudi wale waliomsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo. Anawaeleza na kuambia ya kwamba Mungu amemfufua yeye huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo, ya kwamba Mungu amemuinua yeye aliyesulubiwa ili aweze kuwa Bwana na Kristo. Aweze kuwa Bwana kwa maana Mungu mtawala. Aweze kuwa Bwana kwa maana ndiye aliye Masia mkuu. Aweze kuwa Kristo kwa sababu yeye ndiye mpakwa mafuta. Aweze kuwa Kristo kwa sababu yeye ni Masiha. Aweze kuwa Kristo kwa sababu yeye ni mkombozi. Aweze kuwa Kristo kwa sababu yeye ni Mwokozi. Ndugu zangu, Kristo kuitwa Bwana na Kristo, ya kwamba kuna ukweli ambao daima katika nafsi zetu yafaa tuweke, ya kwamba ndiye aliye kiongozi wa kweli na ndiye aliye Masia wetu, yani Mwokozi wetu. Ndugu zangu, tunaambiwa baada ya Wayahudi kusikia hayo, wakachomwa moyoni. Walichomwa kwa sababu waligundua ukweli huo, ya kwamba yeye waliyemuua, ambaye ni Kristo, Bwana na Kristo, ya kwamba walifanya kosa kubwa. Na wanachoambiwa na Petro ya kwamba waweze kukubali kutubu, waweze kukubali kukiri makosa yao, ili na kubatizwa waweze kuwa tena wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Waweze kuunganika tena na Kristo ili aweze kukubali kuongoza katika maisha yao. Na anawaambia kwamba waweze kujiokoa na kizazi hiki chenye ukaidi. Kizazi ambacho kina ukaidi kwa sababu gani? Hakitaki kuongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji. Mwito wa kutoka shauri la kuondokana na mapuzi ya ulimwengu huu na kuweza kuyabeba yale ya mchungaji mwema. Ndugu zangu, na ndio maanake Zaburi inatuambia, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hatutaweza kupungukiwa na kitu pale tunapokubali kuongozwa na Kristo ambaye ndiye mchungaji katika maisha yetu. Nikubali kama baba wa familia kuongozwa na Kristo katika maisha yangu, kama baba wa familia ama kama mama wa familia, niweze kuongozwa na Kristo aweze kunichunga katika maisha yangu, ili nisipungukiwe na kitu katika maisha yangu. Na ndio maana Kristo katika Injili tunaona kupitia Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ile ya 10 aya ya 1 hadi ya 10, Kristo anajitambulisha ya kwamba ni mchungaji mwema, na ya kwamba yeye ndiye mlango wa kundi, ya kwamba nikubali kuingia katika mlango huu. Ni mlango kwa sababu anafanya niweze kuunganika naye,
Naongozwa na nani katika maisha yangu? Kiongozi wangu aweze kuwa Kristo. Watu hawaji kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu mimi. Maanake kwamba anatuambia yeye ndiye lango la kuelekea kwa Baba. Na tukubali kwamba lango hilo ni moja tu. Kristo ni lango tu. Hashiriki lango hilo na chochote kile ulimwenguni. Tukiangalia katika Agano la Kale, tunaona katika historia ya Nuhu akiingia katika safina, lango lilikuwa ni moja. Katika safari ya Musa kuelekea nchi ya ahadi, lango alilotengeneza katika patakatifu pa patakatifu, lango hilo ni moja. Na ya kwamba Kristo anaposema yeye ni lango, ni kweli hakuna lango jingine isipokuwa kwa njia yake. Ndugu zangu, na ndio maana tukubali kuongozwa na Kristo katika maisha yetu. Unaweza ukawa umefanikiwa sana katika nyanja ya elimu, katika nyanja ya kiuchumi, katika nyanja ya kisiasa, lakini kiukweli usipokubali kuongozwa na Kristo, hakika maisha yako yatakuwa ni vurugu. Maisha yako yatakuwa ni kule kuangaika kama wale Wayahudi walivyochomwa moyoni na kuwa na mahangaiko wafanye nini katika maisha. Ndugu zangu, na tatizo lililopo sasa katika maisha yetu ni kutokukubali kuongozwa na Kristo mchungaji mwema. Familia nyingi hazikubali kuongozwa na Kristo. Watu wengi makazini hawakubali kuongozwa na Kristo. Watu wengi katika nyanja za kisiasa na nyanja za biashara hawakubali kuongozwa na Kristo. Wanaongozwa na misukumo na mihemko ya ulimwengu huu. Na ndio maana maisha yamekuwa ni ya fujo, maisha yamekuwa hayana furaha, maisha yamekuwa ni mahangaiko matupu. Lakini familia zetu tukikubali ziongozwe na Kristo aliye mchungaji mwema, baba wa familia, mama wa familia, wakikubali kuongozwa na Kristo na watoto wakakubali kuongozwa na Kristo, familia hizi zitakuwa ni kundi bora la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye mchungaji wake ndiye yeye. Na lango la kuingia katika mafanikio yote kama familia itakuwa ni kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na neema zitapatikana katika familia. Vivyo hivyo katika maisha ya utume wa kipadre, utume wa kikuhani, pale kuhani anapokubali kuongozwa na Kristo katika maisha yake kama kuhani, atafanya kulingana na Kristo anavyotaka kuliongoza kundi lake. Atajitoa kwa ajili ya kundi lake. Atakuwa na amani na furaha pale kundi linapokuwa likimfuata kama mchungaji katika kundi hilo. Na pia katika maisha ya kitawa tukakubali katika sehemu zetu za kitawa, pale tunapokubali Kristo aongoze jumuiya zetu, aongoze shirika letu, tutafanikiwa katika nyanja zote, hasa katika utume ambao tunaufanya kama watawa. Ndugu zangu, na hata katika maisha ya kawaida ya biashara, maisha katika nyanja za uongozi kwenye siasa, tunapokubali Kristo atuongoze katika maisha yetu, tutakuwa ni watu wa kuliongoza kundi katika yale yaliyo mema. Linachoshangaza wakati mwingine tunakubali kuongozwa na ya ulimwengu, ambapo tunakosa nafasi ya kuruhusu Kristo aongoze familia zetu. Yeye Kristo anatuambia, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Tukitaka kuwa na uzima katika maisha haya na hata yale yajayo, yatufaa tuweze kubali kuongozwa na Kristo aliye mchungaji mwema. Anasema huu ni uzima unaotoka kwa Mungu. Uzima huu ambao tunautafuta, tusiutafute tu katika haya yanayopita ya ulimwengu, tuutafute kwake Mwenyezi Mungu. Na ndio manake kama mchungaji mwema Bwana wetu Yesu Kristo, tunaona manabii wengi waliongelea juu ya mchungaji mwema. Tunaona Isaya katika kitabu cha nabii Isaya akiongelea mchungaji mwema ambaye anabeba kondoo wake mikononi, akiwabeba na kuwaongoza. Wao wanamjua mchungaji na mchungaji anawajua, wanaisikia sauti ya mchungaji. Ndugu zangu, Kristo katika maisha yetu anatuongoza,
akitushika mkono tuweze kuisikia sauti yake. Bali wakati mwingine tunakuwa na hali ya hofu na mashaka. Kumbe Kristo daima anatembea na sisi. Yatufaa tuogope nini? Tunaogopa kwa sababu tuna wasiwasi, kwa sababu tunaongozwa na yale ya kidunia. Nabii Ezekieli katika kitabu kile kilichoandikwa na Nabii Ezekieli, tunaona kwamba mchungaji anatafuta kondoo wake waliopotea. Na ndio Kristo mara nyingi anatutafuta pale tunapokuwa tumepotea, akituongoza tena katika kundi moja. Anatutafuta katika mahangaiko yetu tunapokuwa tukisumbuka na ulimwengu huu, ili tuweze kukubali kuongozwa na yeye. Tunaona pia katika kitabu cha Nabii Zakaria pale anapoongelea juu ya kondoo, juu ya mchungaji kupigwa na kondoo kutawanyika. Tunakubali kwamba hapa tunapotafakari juu ya Kristo aliye mchungaji mwema, anapoyatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo, anayatoa maisha yake kwa ajili ya usalama wa kondoo. Na mimi ninapokubali kuongozwa na huyu mchungaji mwema, ninapokubali kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema, nikubali kuyatoa maisha yangu kwa ajili ya kondoo. Mimi niliye baba wa familia, mimi niliye mama wa familia, niliye mtoto katika familia, nikubali kuyatoa maisha yangu kwa ajili ya wanafamilia. Baba ajitoe kwa ajili ya ustawi wa familia na maendeleo ya kiuchumi pamoja na yale ya kiroho. Mama ajitoe kwa ajili ya ufanisi, kwa ajili ya maendeleo ya familia. Padre ajitoe kwa ajili ya maendeleo ya kanisa lake na watu wake. Vivyo hivyo na katika maisha ya kitawa, watawa wajitoe kwa ajili ya wale wanaoongoza, wajitoe kwa ajili ya utume waliokabidhiwa na Kristo. Ili kwa kuyafanya hayo, basi tutaweza kuwa na amani, tutaweza kuwa na amani tele ambayo ndiyo tunaidiwa katika maisha. Mchungaji anayatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo ili waweze kuwa na maisha mazuri, ili waweze kuwa na amani. Ndugu zangu, tuombe katika Dominika hii kama tunavyoona Mtume Petro katika waraka wake wa kwanza akiandikia wale waliotawanyika katika provinsiale za Asia kwa sababu ya kudhulumiwa, kwa sababu ya mateso wanayoyapata kwa sababu ya imani yao. Anawaambia waendelee kudumu waaminifu, waendelee kuishika imani hata katika mateso, watafute amani, watafute neema hiyo ambayo inaendelea kukua katika kanisa lile. Anawaambia mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio uwema hasa mbele za Mungu. Kumbe ninapokubali kumfuata Kristo mchungaji mwema, na ninapokubali kutenda wema katika kazi yangu ya wito nilioitiwa na Mwenyezi Mungu, huo ndio uwema wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu anayoyataka. Na mapenzi hayo ni kuishi katika hali ya upendo. Upendo unaodumu katika matendo. Upendo ambao unabubujika katika matendo ninayoyatenda kama mchungaji mwema. Basi tuombe katika Dominika hii ya mchungaji mwema, Mwenyezi Mungu akaziimarishe familia zetu. Hasa pale ninapokumbuka ujumbe wa Kwaresma wa mwaka 2019 unaosema familia kanisa la nyumbani na ni shule ya imani na maadili. Kumbe familia zikidumu katika msingi huo wa imani na maadili, ndipo hupo tunapopata chimbuko ama chemchemi ya miito mitakatifu. Wito mtakatifu wa ndoa, wito mtakatifu wa upadre na wito mtakatifu wa maisha ya kitawa. Kumbe katika familia tunapokubali kuongozwa na Kristo, familia zetu zitadumu katika hali hiyo ya kuwa katika baraka na neema za Mwenyezi Mungu, na Kristo ataendelea kutukuzwa na watu wote duniani. Tumsifu Yesu Kristo.